Anyway, karibu sana daktari, labda ujitambulishe kwa niaba ya Watanzania ambao wanakusikiliza kwa sasa. Ni nani na kutoka wapi? Naam, asante. Kwa majina naitwa Pasco Daniel Kangiria. Mimi ni daktari mtaalamu wa afya ya akili, inatokea halmashauri ya wilaya ya Arusha. Ni mratibu wa afya ya akili wa halmashauri ya wilaya ya Arusha. Yeah. Dr. Pasco, mwezi Mei umetengwa kama mwezi wa kuongeza uelewa kuhusu afya ya akili. Naam. Hii ina umuhimu gani katika jamii yetu ambayo inatuzunguka? Ina umuhimu sana kwa sababu maisha ni taarifa. Na kwenye maisha unahitaji kupata taarifa nyingi sahihi ili uweze kufanya machaguzi ya maisha. Maisha ni kuchagua, na tunachagua kama tuna taarifa. Na taarifa ukiwa nazo nyingi sahihi utakuwa na machaguzi mazuri. Na watu wanapitia changamoto ya afya zao kwa kuwa hawana taarifa. Hawana taarifa kuchagua. Na kupata taarifa ni uchaguzi wako. Na taarifa ziko nyingi sana. Nyingi zinasemwa mbaya na nyingi nzuri zinasemwa mbaya na mbaya zinasemwa nzuri. Kwa hiyo utahitaji taarifa nyingi ili uchakate kipi cha kufanya. Wanasema uwe well informed ili uweze kufanya decisions ukiwa informed. Kwa hiyo tunafanya maamuzi kwa kuwa tuna taarifa. Na taarifa ndo zinatupa maana ya maisha. Na maisha ni taarifa. Kama una taarifa utashindwa kuishi. Tunapo mtu akisikia neno afya ya akili, afya ya akili ni nini? Yani tatizo la afya ya akili. Huyo ana tatizo la afya ya akili. Huyo ana afya ya akili. Na ukijaribu kuangalia ni kwamba kama watu wengi wanakuwa wanaelekea katika negative tu, watu wengi kwenye positive. Yani unapozungumzia afya ya akili mtu anawaza kwenye kuwa na tatizo peke yake, lakini kwenye ubora kidogo kama tunaona na hapo pia mara nyingi anko ni kama zinapigwa kelele nyingi sana kuhusiana na ishu ya changamoto ya afya ya akili. Lakini mtu mwenye afya ya akili yupoje? Okay, sawa. Maswali mazuri, na hayo ndio maswali ya watu wanaouliza. Ya watu wenye afya ya akili. Kwenye jamii watu wana hayo maswali. Hayo maswali haya yako mengi. Mara nimeshtuka ulivyosema hivyo kwa sababu na wasiwasi kidogo na mwenzangu hapa. Kwamba sasa uelewa kuhusu afya ya akili uko chini sana kwenye jamii ya Tanzania. Ndio. Uko chini sana, sio mzuri. Yaani taarifa jamii walionayo kuhusu afya ya akili bado hawajashiba. Mimi huu ni mwaka wa 10 nafanya hizi kazi. Na mpaka sasa naweza nikasema sio mbaya, lakini bado hawajashiba. Yaani wakati naanza hata mimi mwenyewe nilikuwa naonekana kama na changamoto. Yani kwa sababu na tabia ya kufuga ndevu hivi kidogo, unaona alivyo na ndevu zake yule kama wagonjwa wake. Kwa hiyo kwa nini kila akiongea ni afya yake? Sasa mimi nitaongea ina wakati mimi ndo kazi yangu, kwa lazima nizungumze. Kwa hiyo mitazamo imekuwa ni mingi sana. Napokwenda kujibu hilo swali nataka nijibu kwa mapana zaidi ili nitie nyama za kutosha na watu waweze kunielewa katika kona tofauti. Huwa nafundisha sehemu nyingi. Kuna taasisi moja ilivyomaliza kufundisha, katika maswali kiongozi ile taasisi akasema, hivi ili jambo likoje? Mbona siku za karibuni ndo limekuwa ndo agenda? Miaka 6 iliyopita tulikuwa tuzungumzi mambo kama haya. Kwani hichi ni kitu gani? Nikaambia sasa ndo inatuonyesha kwamba kuna shida. Lakini kwenye jamii ni ile watu wanasema nani wa kumfunga paka kengere. Kila mtu anakwepa. Anaona kama hii agenda haimuhusu. Paka wengine wanataniana kabisa, ndo kuonyesha ukubwa wa tatizo. Wanasema huyu akiwa ndugu yako ndo utaelewa. Yani hizo kauli zinaonyesha kwamba kuna kitu kinaendelea. Na huwa nawapeleka kwenye mtazamo kwamba kwa nini makanisa yanaongezeka siku za karibuni mijini kuliko vijijini. Hiyo inatuambia kuna kitu kinaendelea. Kuna heka zimezidi mahali na watu wameshindwa kuzibeba. Sasa wanatafuta mpenyo mwepesi. Na hii dunia hakuna chepesi. Kila kitu lazima ukabili. Huo ndio utaratibu. Mtaani utasikia wanaambiana kabisa, akiwaiwa atapona. Sasa akiwaiwa nini? Hawataki kusema ni kitu gani, kwa sababu ni kitu ambacho kila mtu anaogopa kutamka. Utasikia mtaani wanasema huu mchezo unahitaji hasira. Ushe kuwauliza hivi ni mchezo gani ambao unahitaji hasira? Maana sio football. Watu hawasemi kabisa ni mchezo gani, lakini wanasema huu mchezo hauhitaji hasira. Sisi tunaelewa wanaongea kitu gani. Utasikia wanasema akiwaiwa atapona. Sasa akiwaiwa nini? Hawasemi. Na mengi dokta huwa yanatokea pale mtu akiwa amezungumza au kuna jambo linaendelea. Ndio hapo mtu anasema huyu atakuwa ana changamoto. Sasa, kwa hii dhana ya afya ya akili ni pana.
Na kwa kuwa jamii haijashiba, sisi kama wataalamu wa afya ya akili tupo kuijulisha jamii. Na huu mwezi wa 5 ni mwezi ambao umetengwa maalum kabisa kwa ajili ya kuishibisha jamii uelewa kuhusu afya ya akili. Sasa kimsingi tukizungumzia afya ya akili tunazungumzia tabia ya binadamu. Kwa sababu mtu yote mwenye tabia ambao hatujaitazamia kwa wakati huo na akaifanya ndani ya wiki 2, ndani ya miezi 6 inazidi kwenda tofauti, huyo inawezekana na ugonjwa. Sawa? Akafanya kwa mfululizo. Akafanya kwa mfululizo, kwa sababu yule tabia, tunasema tabia ni pattern. Tabia sio ulivyo react. Kwa hiyo ukireact sasa tutasema ndio, lakini inaendelea. Akaonyesha aina fulani ya tabia, hiyo tabia haichangii maendeleo ya hilo eneo, hiyo tabia inazidi kuvuruga maisha ya kijamii, hiyo tabia inazidi kumfanya yeye mwenyewe ashindwe kuishi vizuri. Sasa yana changamoto. Hapo nimeongea kwa mapana tu ili mtu aelewe tu kirahisi. Ingawa nitakuja niseme vizuri kwamba tukisema afya ya akili tunamaanisha kitu gani. Kwa hayo yote ni watu ambao wanayafanya. Sasa na sisi watu tunasema kila kitu binadamu anachokifanya kinahusisha fikra. Na watu wote tuna fikra. Nimekuwa na istiari moja rahisi naifanya, nasemaga kwamba binadamu ana vidole 5. Kikawaida binadamu wa kawaida ana vidole 5 katika mkono wake. Na mkono unaweza kaeleza vizuri hii dhana kirahisi, tuna mtu akaelewa. Sasa sisi tunasema maisha ni mitazamo. Maisha si ni mitazamo. Najua kwa ambao wanafuatilia kwenye video kwa wanaweza kaona ninachokifanya. Maisha ni mitazamo. Na mimi nimekaa hapa kwenye hii kona naongea, kila mtu ananitazama kwenye kona yake. Watoto wa Arusha huko wanasema huko rada. Yaani rada inakwambia unachokiona sisi, tunachokiona sisi unakiona wewe. Rada inaona kitu clear. Sawa? Kwa ukija mjini huna taarifa, ukija mjini hauna mitazamo clear, lazima uje udate, lazima uje uugue. Huku mjini inabidi uwe na mitazamo sahihi ili uweze kuishi. Sasa mitazamo yetu inabadilisha fikra. Fikra zetu ndani yake zina mawazo, na mawazo yako mengi. Tafiti zinasema binadamu ana mawazo 12,000 mpaka 60,000 ndani ya masaa 24. Sehemu kubwa ya mawazo ya binadamu ni hasi kwa zaidi ya 80%. Na ndio maana binadamu akikaa kizembe lazima jitukane. Ni mjinga kweli. Nimekaa hivi paka. Naelewa. Ndio maana wanasema idle mind ni devil's workshop, kwa sababu fikra ambayo imekaa haina mipango inaangukia kwenye negativity. Kwa nini mimi naweza nikawa miongoni? Hakuna mtu mzima katika hii agenda. Kila mtu anapambana na hali yake. Nadhani hizo kauli tunasikia. Pambana na hali. Utasikia wanasema kila mtu ashinde mechi. Tuna mechi tunapigana hapa. Kila mtu ana mechi zake. Kwa pambana na la kwako. Achana mimi, ukikutana na mimi unanitia moyo. Huo ndio utaratibu. Sasa mawazo yetu siku zote yanachochea kubadilisha hisia. Na hisia zinaamua tabia. Kwa Kiingereza tunasema maisha ni perspective, mitazamo and perception. Perception ndio inatembelea hivi vyote vinne nilivyovisema. Kwa sababu mitazamo yetu, perspective inabadilisha mindset. Mindset inabadilisha thought pattern, thought process, content the thoughts zina provoke emotions. Emotion inaamua behavior. Yaani niliambiwa kwenye kona kuna nyoka, nikifika hapa mawazo ataniambia hapa ndipo penye nyoka. Kwa nikiwa hapa emotionally nitabadilika. Si nitaanza kunyata? Si kuna nyoka? Si tabia ishabadilika. Kwa tabia ni mchakato wa fikra za mtu, ni mchakato wa mitazamo ya mtu. Sasa watu wengi mara nyingi wanaumia na tabia za watu. Yaani wanaumia na lile matokeo. Hawaangalii huyu kaanzia wapi na vitu kama hivyo. Sawa? Kwa sisi tunasema binadamu ana mitazamo. Na kwa kuwa mitazamo inabadilika, binadamu ni lazima ajifunze. Ndio basi Waswahili tunasema hujafa hujaumbika. Kwa kuwa bado unaishi, kuna mambo mapya yanazidi kuendelea. Yaani leo mtu aliyezaliwa miaka 60 akibisha kwamba leo hakuna YouTube unaoingiza hela, anataka kuugua akili. Lazima ajifunze, alen. Yaani leo mtu aliyezaliwa miaka ya 70 au 80 au 60 huko, leo kuna ChatGPT, akibisha anaondoka, na akiondoka ameondoka yeye. Sisi tunaendelea kuishi. Sasa kwa kuwa tunaishi ni lazima ujifunze. Yaani hata hii simu yako ikipata wifi itadai updates. Sasa unaishije kwenye dunia huna taarifa, na taarifa ziko nyingi zinaibuka kila siku. Sasa kukuonyesha kuna tatizo la afya ya akili linaendelea kwenye jamii. Maana tatizo la afya ya akili ni mitazamo ambayo iko tofauti. Utasikia kuna kauli watu wanasema hawa watoto 2000. Na ukija kuchunguza huyo mtoto 2000 kampiga na kitu kizito. Sasa unajiuliza mtoto 2000 kafanyaje? Kakukela nini? Hii ndio mitazamo yao. Na wewe inabidi ujue walivyo ili uishi nao. Utasikia wanasema hawa Gen Z. Sasa wanasema Gen Z wamefanyaje? Hii ni new era. Kuna Gen Z wameibuka, wewe utaki. Kama utaki unaondoka. Ukiondoka umeondoka wewe, sisi tunaendelea kuishi.
Kwa hiyo sasa ni lazima watu wajifunze, wazazi wajifunze, walimu wajifunze, viongozi kwenye taasisi wajifunze. Hata unakuta kwenye taasisi nyingi wanakuta wananialika, wanasema bwana, unajua watu hawafanyi kazi vizuri, watoto wa siku hizi ndivyo walivyo. Kwa hiyo lazima tutengeneze namna ya kuweza kupishana nao salama ili maisha yazidi kwenda sawa. Sasa kwa kutoa hayo maelezo kidogo, natamani kupeleke kwenye maana sasa ya hiyo afya ya akili kidogo, ili tuweze labda kabla sija hujatoka huko kwenda kuzama moja kwa moja hapo. Kwa hiyo tabia ya mtu inaweza ikawa ni tatizo la afya ya akili. Mathalan mimi nafahamu kabisa sigara ina madhara, lakini navuta sigara. Nafahamu kabisa kwamba nikinywa pombe inaweza kanipelekea kwenye madhara fulani. Ni mzima wewe utakuwa unapambana na hali yako. Iko hivi, tafiti zinasema katika watu 4 kuna mmoja anapambana na hali yake. Sasa mimi nimeongea Kiswahili sana, tena Kiswahili cha zama zetu. Lakini kwenye Kiingereza wanasema katika watu 4 kuna mmoja ana experience mental health challenge. Mental health challenge, changamoto za afya ya akili sio ugonjwa. Literally utakuja kugundua wote tunapitia hizi changamoto. Anasema inaweza kaa ni anxiety. Anxiety si ni wasiwasi. Yaani unamtumia mtu message yuko online na anaona tikimbiza blue akujibu. Alafu mara ya kwanza ukasema sawa. Baadaye ukaja kugundua ndivyo alivyo. Hivi kinachofuata nini? Wewe perception yako kuhusu huyo mtu, mtazamo wako kuhusu huyo mtu, baadaye utakuwaje? Unaanza kunaelewa. Utaanza kufikia tofauti. Inawezekana ikawa, anasema inawezekana ikawa ni depression sononeko. Na ndio maana huwa nawaambiaga watu, na stress zingine nawaambiaga watu, katika dunia ya leo hakuna mtu anaingia kulala hajahakikisha simu yake iko kwenye chaji. Kwa sababu anapambana na hali yake. Yaani uamke simu iko kwenye chaji, hiyo siku hiyo utavurugwa. Haiwezekani. Yaani kuna mtu mwingine hata anaweza kagairi kupanda kwenye gari kwa sababu siti anayoipenda yeye ishachukuliwa. Anapanda gari nyingine. Kwa hiyo lazima tuwaelewe watu wanapambana na hali zao. Naomba siti ya dirishani. Naomba gari lenye washroom. Usianze kusema gari ni gari kwako. Ndio maana kuna machaguzi. Gari ni gari kwako. Mwingine hata aliyekata dirishani inabidi aulize, aliyekata huyo dirishani kijana mzee, unaona watu ambao jipimia kukaa naye. Uweze kukaa na kila abiria anakula kila kitu, segela mtafikaje pale? Kwa hiyo unakuta kila mtu anapambana. Huyo ni mimi kiukweli. Yaani unapambana na hali yako. Ukishindwa kumudu kupambana na hali yako, unaingia kwenye tatizo. Ukiingia kwenye tatizo, hatutaona tija yako. Na kimsingi, kwa hiyo moja kati ya silaha ya kupambana na hali yako ni uthubutu. Ukiweza kuresist yule uthubutu. Yaani sisi tunasema afya ya akili ni swala zima la uthubutu, kwamba kujaribu kupima stamina yako, resilience yako, ustahimilivu. Na ustahimilivu maana yake uongozi, leadership ya kujimudu wewe. Afu leadership ndo tunazungumzia afya yako ya akili ikoje. Yaani asitokee mtu wa nje ya wewe ukasema ndo amekukwamisha kwenye mambo yako. Wewe utakuwa na shida. Kwa sababu nataka niulize, huyo mtu anajua amekukwamisha au unadhani amekukwamisha? Kwa hiyo sikao unasikitika eti leo umeniumiza. Muulize huyo mtu, unajua hakika mtu kakuumiza au unadhani umeumizwa na huyo mtu? Kwa hiyo utakuja kugundua sisi tukizungumzia afya kitu tunasema ni uwezo wa mtu kujikubali na kuwakubali wengine. Sasa ili wakubali wa nje ya wewe, ni sharti ndani yako wewe na nafsi yako mkubaliane mengi. Alafu kitoke chema ndani yako ndo kije nje kwetu. Yaani huwezi kusifia kama wewe mwenyewe huwezi kujisifia. Huwezi kufanya vizuri kama wewe mwenyewe hauwezi kufanya vizuri. Huwezi kufanya vizuri kati yetu. Huwezi kutumudu kama huwezi kujimudu. Kwa utakuja kugundua hoja ya msingi ni watu wawe na uwezo wa kujimudu. Najuaje kwamba hiki ambacho yani mimi najimudu, lakini kile kinachotoka ndani yangu naweza nikakiona ni sawa, lakini jamii kaona ni tofauti, kwamba mimi naenda tofauti, nitakuwa niko sawa, lakini mimi najikubali yani. Lakini kumbe kile ninachokifanya jamii haielewi kabisa. Jamii inaona kwamba huyu ni mgonjwa huyu. Sawa. Lakini mimi najikubali kwa kile ambacho nakifanya. Okay. Binadamu sisi ni viumbe vya kijamii. Ndio. Kwa kadri ambavyo unakuwa unajihusisha kwenye jamii, utakuja kugundua umaridadi wako uko vizuri kiasi gani. Na kujibu swali lako. Wanasema kuna watu aina mbili. Kuna watu wanaitwa introverts, afu kuna watu wanaitwa extroverts. Introverts ana marafiki wachache, yani social capital yake wanaomzunguka ni wachache. Extroverts ana wengi. Sasa kama anaweza akamudu Semio, akamudu Joram, akamudu na bado akafanya mambo yake yakaenda,
huyo mtu yuko vizuri. Sasa ukibaki peke yako tutashindwa kujua ubora wako. Kwa sababu ni wewe peke yako. Yaani unatokea utoke nje uje uonyeshe ulicho nacho kwenye jamii. Na wewe unaogopa kutoka kwenye jamii kwa sababu unasema kuna watu watakukwaza. Sasa wewe tayari uko sawa. Yaani leo utoke barabarani watu wanapiga honi, sokoni kelele, ni useme msipige kelele. Ndugu yangu. Mbona maisha ya kushinda? Watu wanaishi maisha yao. Ndio maana hata Biblia inasema msigombane njiani. Yaani mkikutana barabarani mkaanza kugombana, nyinyi akili hamna. Mnagombanaje wakati hamjuani? Umenifungua kuna kitu kimoja kimeanza katika mazingira haya kwamba sasa hivi nikigombana na Joram alafu simsalimi Joram tena miezi 3 4 mwaka, wewe una changamoto ya afya ya akili. Napaswa niende hospitali. Tena wewe itakuwa tayari unasononeka kwa sababu ukimuona unaanzia ulikoishia. Unakumbuka alichokutendea afu sikutea juu alichokutendea. Kwa hiyo unateseka mwenyewe. Ushakusikia watu wanaambiana unateseka ukiwa wapi? Uko kona ipi unateseka? Kwa hiyo kwenye mazingira ya kawaida kutokukubali hali ni tatizo la afya ya akili. Ndio changamoto, ndio tatizo linakoanzia hapo. Na utakuja kugundua ulianza mwenyewe kutokukubali mambo yako. Kwa sababu kama mimi mambo yangu na ya usudu na ya kubali, obvious ya kwako nitayakubali kwa sababu kwanza yanihusu. Sijui umeanzia wapi. Kwa hiyo mimi nitakachokifanya sana ndo kwamba naona unapambana salama. Keep it up. Pambana. Lakini sio nafika tu uwezi kutoboa. We nani? Mungu. We ndo mimi. Ambe mimi naamini nitatoboa. Kwa hiyo katika mfumo mzima wa maisha ya mwanadamu. Nye mnapaswa kuwa kwenye nafasi ya kwanza ya kumtengeneza mwanadamu kuanzia akiwa mtoto. Toka akiwa tumboni mwa mama yake. Yes, kwa sababu ukijaribu kumsikiliza Dr. Pasco anavyozungumza, ni kana kwamba huyu mtu anapaswa kutengenezwa kuhusiana na hiki ambacho anakizungumza toka akiwa yeye anasema toka akiwa tumboni. Yaani tumboni zero pale tunaanza naye. Najua kwa mfano ukimsikiliza Dr. hapa unakuja kugundua kwamba kuna vitu vitatu inatakiwa vilishwe chakula, lakini kimoja ndicho ambacho huwa kinalishwa sana mwili. Lakini roho na nafsi ni eneo ambalo huwa alipewi chakula cha kutosha kizuri kama ambavyo mwili unapewa chakula cha kutosha. Na nyinyi ndo mnadili sasa kwenye nafsi ambapo sasa ndo ina nafsi fikra, na roho na fikra, mitazamo, hisia za mtu. Kwa nini sisi nitakuwa narukia script mbele sana. Wewe endelea. Najaribu kwanza kwa nini unajua umezungumza akili yangu kaenda kwa watoto wangu wakiwa shuleni pale. Kwa nini isiwe kuna somo la afya akili mashuleni? Hauoni kwamba tukajenga jamii bora sana ya akawa anajitambua kuanzia mwanzo? Kuna mjadala inaendelea na ipo siku itafika hiyo hali. Kuna mijadala inaendelea. Haijakuwa rasmi lakini ipo siku itaendelea. Na hata sisi tukifundisha kwanza afya ya akili inajengwa wakati wa malezi. Kwa sababu binadamu anaishi mara mbili. Binadamu anaishi 0 mpaka 17, alafu anaingia fezi ya pili ya maisha 18 mpaka atakapokufa. Sasa hii fezi ya kwanza ndio inatengeneza utulivu wa akili wa mtu. Unajua 0 mpaka 17 anayemsoti mtoto ni baba yake na mama yake. Hana stress yoyote dogo. Hawazi kodi, hawazi nini. Sawa? Yaani hata kivurugwa na mtu, baba yangu nitamwambia mama yangu, nitamwambia anko. Hao ndo watu wanaomsoti. Kwa 0 mpaka 17 ndo muda wa kutengeneza hisia za mtu. Ndo muda wa kumtengenezea falsafa za kujikubali. Ndo muda wa kumtengenezea kitu tunakiita core beliefs, imani ya msingi. Ambao akija kuishi huku baadaye akipitia critical incidents mbalimbali, kwa sababu mtu akishabalia na kuvunja ungo sio kila kitu atamwambia baba yake na mama yake. Ingine inabidi akaushe. Sawa? Sasa unakausha, una uwezo wa kupita salama. Umeona? Kama alikuwa na mazingira mazuri ya ujamaa huku, ina maana hata akifika huku kuna vingine pia anaweza kumuhusisha akajikuta bado anapata msaada. Lakini kama hiyo parenting ikifanyika vizuri, akija huku ana cha kuambia. Kwa unakuta anapitia mengi mwenyewe. Na utakuja kugundua hizi changamoto za afya magonjwa naanzaga kuanzia umri wa kubale na kuvunja ungo kwenda huko mbele. Ndio watu wanaanza kuugua. Kwa sababu mtanziko ni mkubwa. Sio kila mtu anaweza kumsaidia. Ndio maana leo topiki yetu ilikuwa nazungumzia mambo ya demografia. Utokeaji wa magonjwa, occurrence haya magonjwa duniani kote. Unajua zamani watu walikuwa wanajua kwamba magonjwa ya akili ya wazungu. Yaani dunia ya kwanza. Lakini sasa leo dunia ya kijiji. Yaani mimi leo asubuhi nilikuwa natoka nyumbani kwangu
Kuna mtu alinipigia sana muda fulani hivi. Nilikuwa naongea na mtu, ni rafiki yangu sana, mdogo wangu, rafiki yangu yuko Marekani, anaitwa Josia. Tulikuwa tunazungumza kwenye simu, alinipigia tu WhatsApp tunazungumza. Nilikuta missed call nyingi, sema nani? Ndo asubuhi natoka akanipigia, tulikuwa tunaongea, nikamwambia sasa naomba nikate hivi, kuna kitu naingia kufanya. Yaani leo dunia kijiji. Mtu yuko popote tunaongea sasa hii. Ni swala tu apokee simu yako. Kwa pressure zao, pressure zetu. Na ndo maisha ya leo. Sasa kwa kuwa dunia inazidi kuwa kijiji, watu wanazidi kuvurugwa. Na ndo maana leo tukienda kujadili demografia tutapitishana vizuri, ili mtu asije kadhani hichi kitu hakimuhusu. Hichi kitu ni ajenda ya kila mtu, kuanzia familia, ndugu, jamaa na marafiki, taifa, jamii. Hii ni ajenda ambayo ni lazima tuibebe. Na kwenye ajenda hii kuna makundi ambao ni waathirika zaidi ya wengine. Yeah. Kabla sijakuachia uende kutiririka kuhusiana, ni kweli kwamba wanasiasa ni waathirika wakubwa wa tatizo la afya ya akili? Sina tafiti rasmi za kuweza kunisaidia kubackup hicho kitu, lakini nataka niamini jamii yote inapitia eka. Wanasiasa nao si ni watu tunaishi nao, si baba zetu, kaka zetu. Wote tunapitia. Na vipi kuhusiana na malezi? Malezi ndio chanzo cha matokeo kwa hivi tulivyo sasa. Malezi ndo matokeo. Huwa anatoaga mfano rais ambao sijafanya tafiti, lakini just observation ambao hata nyinyi mtakubaliana nami, hata wasikilizaji watakubaliana na mimi, kwamba nchi hii toka imepata uhuru tuna vizazi vitano vya watu wazima. Mimi vitano hivi nimevichukulia kwa miaka 10. Kizazi cha kwanza 60 mpaka 70. Unajua wamelelewa kipindi cha ujamaa na kujitegemea. Kihisia wako vizuri sana hawa watu, mtakumbuka. Kizazi cha pili 70 mpaka 80. Bado ujamaa na kujitegemea. Baba yuko nyumbani, mama yuko nyumbani. Yaani ukitoka nyumbani straight kwa watoto wako, unawashamirisha, unawakuza vizuri. Sawa? Kizazi cha tatu 80 90. Sawa, tumetoka vitani tukaswitch uongozi. Bado kidogo tulikuwa tunashikilia mambo ya jamaa na kujitegemea. Kizazi cha 4 90 2000 tuliswitch. Uchumi uria. Baba anaenda kutafuta, mama anaenda kutafuta. Hicho kizazi kilianza kuwa cha moto. Na hapo siasa zikaingia. Ndo kila kitu kiliswitch, kilianza kuwa cha moto. Kwa sababu mitazamo walikuwa wanapewa hawa, walikuwa wanapewa mitazamo sio tu na wazazi wao. Walikuwa wanapewa mitazamo toka wakiwa wadogo 0 mpaka 17 na kila mtu anayekutana naye barabarani, hasa nyumbani. Wadada wa kazi walipata kazi, walipelekwa sana daycare, walipelekwa sana shule za boarding. Sio, unanielewa? Hasa kule mitazamo inavurugika. Atakaa dada wa kazi kutoka Iringa, atakaa dada wa kazi kutoka Bukoba, sio? Kila mtu ana tabia yake, sio? Na sisi tumekubaliana na maisha. Afya ya akili ni mitazamo. Na mitazamo inatakiwa kujengwa kuanzia 0 mpaka ngapi? 17. Mitazamo thabiti. Baba na mama ndo anaifanya. Umexpose kwenye maisha hata 80% kuhusu ukweli kuhusu maisha. Hasa huo muda kumexpose kuanzia mwaka 90 mpaka 2000, 0 mpaka 17 hawakuwa wazazi wao. Kuanzia mwaka 2000 mpaka leo 2026, hao ni wa moto square. Hao ni balaa. Ikiwa na maana huko tunakokwenda hatari tupu. Hata ukichunguza hii dira ya taifa 2050, kuna kitu kinazungumza pale chini. Yaani sikuwa nimeipanga kuizungumza, nikuta imeingia kichwani. Nikaja kusema pia hata hii dira ili tuitimize vizuri ni lazima tufanye integration ya afya ya akili kwa hichi kizazi, kwa sababu kimsingi wao ndo wanaenda kuitekeleza. Wao ndo wanaenda kuitekeleza. Kwa ina maana baada ya miaka 30 wao ndo watakuwa viongozi wa taasisi mbalimbali kwenye nchi. Wanatoboaje? Ni sawa na kwamba sasa hivi wewe ni mwekezaji wa nyumba za kupanga, lakini kwenye takwimu inaonyesha kwamba baada ya miaka 5 watu wote watakuwa na unene sawa na unene wa gari kama ile ya kwangu. Kwa hiyo huwezi kutengeneza chumba cha hichi ambacho tunachoishi sisi watu wa kawaida, kwa sababu wanaenda kuwa majiant. Ina maana kwa vyote vile tutengeneze vyumba ambao ni vikubwa vitakavyoweza kumudu. Nadhani ndio hicho ambacho unakisema wewe. Kwenye hii dira 2050 ni lazima tuweze kuhakikisha kwamba mikakati inaanza sasa hivi. Tunaanzaje kutengeneza mitazamo yao sahihi ili waje washikilie vizuri. Kwenye historia tule kusoma mtu anaitwa Sultani Mangungo, alipigwa saundi Kiswahili sijui Kiingereza cha namna gani na kalipita, akauza eneo. Wewe watoto unavowaona watu watakuja kutupiga bei hao. Na wakati huo mzee wewe Semio wewe utakoshazeeka. Unasema nitaenda kijijini, kijiji kipi? Mpaka saa hizi nchi nzima ina umeme yani. Mimi siku moja naongea ndugu yangu mmoja akaniambia kijijini kwetu kuna lami imepita chwa na kuna umeme.
Kwa hiyo ina maana baada ya miaka 30 kijijini kwenu unakokujua wewe kutakuwa kuna mamolo kama Mlimani City. Kwa hiyo utabaki hapa unashuhudia unavyonyooshwa. Kwa hiyo Dr. issue ya mitazamo pia inaweza ikaamua hata taifa lijalo linakuaje. Mitazamo ndo kila kitu. Mitazamo thabiti inatengeneza uimara. Sisi tunaita hizi mpaka 17 ni muda wa kutengeneza watu ili waje waishi. Ushakusikia wanasema mtoto mleavyo ndivyo akwa. Yaani ulivyomtengeneza hii mitazamo ndivyo atakavyoishi. Yaani atakuwa na refer incidents za kimaisha kulingana na alivyolelewa. Ndio watu wanasema ukimpitisha kwenye mateso na masumbufu ya utotoni, unamnyima ujasiri. Akikosa ujasiri atakuwa hana uthubutu. Kama hana uthubutu ina maana hana ustahimilivu. Hana ustahimilivu, hana leadership. Hana leadership, afya ya akili shashuka. Anaishije? Ngumu. Atadeliver nini? Na ndio maana mimi huwa nasema katika haya maisha ukishafika miaka 17 kwenda mbele unaanza kupambana na stress kubwa ngapi? 2. Ndio wao wanatoaga somo langu moja linasema msongomoto mahali pa kazi. Kazini sio hapa, hata kule ulikooa na kuolewa ni kazini. Na hizi sehemu mbili za moto zina legal implication. Ukipotea siku 5 utakuta arabi ulikuwa wapi? Mke wako ana haki ya kukuuliza ulikuwa wapi. Hujatoa majibu na kutia kati. Na kazini ukipotea siku 5 watu wanakufiksi. Sasa nikaja kugundua hizi sehemu mbili kimsingi ni watu wanazinywaga pombe. Unajua pombe ina kawaida kukandamiza hisia. Sikwambia maisha ni mitazamo, mwisho unabadilisha hisia. Pombe inakandamiza hisia. Half life ikiisha utakuja kugundua bado unadaiwa ada. Itikisa tu pale. Alafu sasa umemaliza. Yaani kama inakusubiri mlangoni, umemaliza. Haya twende. Umenielewa? Sasa nikaja kugundua hii mitazamo inavuruga kutupatia uimara kupambana katika sehemu kubwa mbili. Na nikaja kugundua sio tu mbili. Binadamu anapambana na stress kubwa 5. Tulikubaliana maisha ni stress, na stress ndo maisha yetu. Kama utaki kufa, ukifa stress una. Lakini kwa kuwa unaishi, stress ni yetu. Yaani wewe semio unapambana kuwa baba bora kwa watoto wako. Sure. Na ukipambana kuwa baba bora kwa watoto wako, kuna wakati mwingine mke wako hakuelewi. Kwa sababu naye anataka attention yake. Hapo unapambana kuwa mume bora kwa mkeo. Ukiwa unapambana kuwa mume bora kwa mkeo, ujue kugundua watoto wana tabia akiona baba na mama wako karibu kadogo anakuja kukaa katikati. Kanaona vipi jamani, mbona ghafla sana? Umeelewa? Na huo mfano ni jana tu nimerudi, nimekutana na mke wangu namkumbatia dogo akaja kati akaachanisha yani. Kwamba mbona ghafla sana? Haelewi na hapasi kuelewa. Kila mmoja anataka mapenzi yake. Kila mmoja anataka attention yake. Sawa. La tatu, unapambana na nafsi yako. Wewe unafikiri kwa nini unajiangalia kwenye kioo? Hata kama kioo huna, ukikuta gari na tinte lazima utajitazama. Yaani kuna mambo unapambana hamna mtu kwenye dunia anayoyaelewa, hata mkeo hayaelewi. Yaani ni wewe na Mungu ndio mnaelewa. Umeachiwa hayo. Umesikia? Unapambana na hali yako. La 4, unapambana na majukumu yako ya kazi huku nje tukuone ulivyo maridadi. Kazini hapa siku na majukumu. Sawa? La 5 na la mwisho, unapambana na walimwengu. Na walimwengu hawana jema na wewe. Hata kama ukifanya vizuri hawezi kukupongeza. Anakuambia kabisa umefanya vizuri lakini sio kivile. Tukamwambia unanifananisha ndio hivyo. Wanataka validation. Tena wanaombaga hadi buku ya karibu. Ukikosa buku ya karibu anakulaumu. Una buku ya karibu. Yeye mwenyewe buku ya karibu hana mpaka kakuomba. Kwa sasa kuna external validation ni nyingi. Tena kwenye hii dunia ya leo ambayo ni digital world tunavurugwa. Kila mtu akiapia kwenye mtandao anataka kuonekana maridadi. Usipojitambua kumbe tunapambana vitu vingi kwa wakati mmoja. Unaondoka hivi. Tena unaondoka wakati umekaa huko live, ila ndo unaondoka. Na hiyo pia unajua nimekuja kugundua kwamba kuna sehemu pia hata wenzetu wametupiga gap. Kwa mfano sisi nchi nyingi za Afrika au sisi wa Afrika huwa tuna mambo mengi tunamwachia Mungu, tunamwachia Mungu na kumlaumu shetani. Na ndio maana tunabaki pale pale. Yaani kuna sehemu ambapo sisi huwa tunapeleka lawama. Yakitushinda tunajua huyu ni shetani. Yakitushinda tena tunasema ni Mungu tu hajapenda. Kwanza huo pia ni mtazamo mbaya. Na ni mtazamo potofu. Yaani mimi nazungumza hivi nataka jamii ielewe. Hata Biblia imeandika, ulimwenguni mnayo dhiki, jipeni moyo. Moyo huo sio huu unaodunda, ni akili yako tu ijue ulimwenguni kuna mieyusho, uishi kwa password. Na yeye anasema mwenye kuvumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Kwa huna uvumilivu mbinguni uendi, lazima uchome moto. Yeye anasema nyinyi mtanitwika fadhaa zenu zote. Ukisoma vitabu vya chini huko sio Petro anasema mkimtwika fadhaa zenu zote. Kwa hofu yako ya kuhofia mzigo utafikaje, itakuwaje, jana ilikuwaje, hiyo yote mpe Mungu, lakini mzigo beba. Huo ndio utaratibu. Sasa uwezi kumwambia Mungu eti kasababisha au shetani kasababisha, inawezekana vipi?
Yeye mwenyewe anajua ulimwenguni kuna heka na ashasema mtaweza mambo yote kupitia mimi. Mimi ndo nakusaidia ili mambo yote yaweze. Hofu zako zote nipe mimi, ila mzigo wako lazima ubebe. Sasa watu leo wataki kubeba mizigo yao, wanataka wabebewe mahali. Nani akubebe? Mzigo wako lazima ubebe wewe mwenyewe, na mzigo wako lazima ujue ili uweze kuubeba. Hacha kulaumu watu unaokutana nao barabarani, nao wana mizigo yao wameibeba. Tukikutana tunatiana. Ndio maana hata kwenye Biblia wanasema farijianeni kwa maneno haya. Yapi? Mungu atakupigania. Ukisoma kwenye Biblia, Ayubu alipitia heka, alinyooshwa. Mke wake mpaka aliugua akili, akamwambia bwana isiwe tabu, kwa vipi Mungu tumtukane tutupite hivi? Kwani kitu gani bwana? Akamwambia wewe, tunapewaga mengi, siku moja moja tukinyooshwa sio mbaya. Unaona mtazamo mzuri sana wa Ayubu kutuliza akili ya mke wake. Sasa watu wanatakiwa kuwa hivyo, kwa sababu hata madhila maisha tunayopitia, mambo mazuri na mabaya, Mungu ndo anaruhusu. Hata Ayubu aliruhusiwa, Mungu aliruhusu Ayubu anyooshwe na shetani. Kwa hiyo wewe unavyosema hichi kitu ni kibao, unakosea. Na mimi nikaja kugundua hapa Tanzania kuna Wakristo na Waislamu. Unajua wanaougua akili kirahisi na Wakristo na sio Waislamu. Mitazamo alionao Muslim, madhila maisha, heka za maisha, perspective, mitazamo Muslim wanaita mtihani. Nyinyi mmesoma shuleni, mnafanya mitihani. Ukipewa mtihani mgumu unapiga yowe, unatulia tu. Baada ya muda una acknowledge, unajibu. Unajua ukishakubali huu ni mzigo wangu ukaubeba, unapata njia ya kupita. Ukitia hamaki hutoki. Sasa Christian wengi chochote kikitokea kwenye maisha pepo. Na ukija kuchunguza ni yeye mwenyewe tu hajajituma, na huenda hana taarifa. Na mpaka wanasema watu wanaangamia kwa kukosa maarifa, watu wanaangamia kwa kukosa mitazamo iliyo sahihi. Ukija mjini una taarifa lazima upigwe. Ujue vijijini hakuna heka. Vijijini ratiba ni 2 au 3: kuamka, kwenda shambani kupiga story, kulala. Kuamka, kwenda shambani kupiga story, kulala. Huku mjini ni balaa. Nikanaambia watu mji kama Dar es Salaam na hisi umepoa nusu saa. 10:30 mpaka saa 9:30 mpaka saa 10 kamili. Baada hapo watu wanaanzia walikoishia. Kwa hiyo kule wewe unaenda kulala muda wako ukitaka, ukifika kulala. So unasema nalalaje watu wako macho? Nenda kalale muda wako ukifika. Na utakuja kugundua wanaopata heka na kuumia sana changamoto hizi ni watu wa mijini, tofauti na watu wa vijijini. Dokta, kuna mengi sana ambayo tunaamini kwamba tutatamani kuyajua kwa wakati mmoja, kitu ambacho kitatuia vigumu, lakini nimesikia neno demografia ya afya akili. Lakini kabla ya kuenda hapo, kumekuwa na ongezeko kubwa sana, umegusia kwa mwanzo wakati unaanza kuzungumza, lakini kumekuwa na ongezeko kubwa sana la makanisa. Lakini kumekuwa na ongezeko kubwa sana la wahubiri. Kumekuwa na ongezeko kubwa sana la watu ambao wanatumia vitabu vya Mungu kwa ajili ya kuweza kusema kwamba tunamshepu huyu mtu. Ni kwamba ili ongezeko ni kwamba hawa wamegundua kuna idadi kubwa ya watu wenye tatizo la afya akili, au ni afya akili imeongezeka kiasi kwamba sasa badala ya kwenda katika sehemu ambayo inatakiwa kwenda kurekebishwa afya akili, kimbilio limekuwa katika upande wa dini. Of course dini inaweza kutumika kama tiba, sure, lakini dini ukitumia vibaya unaondoka. Unajua hii Biblia usipoisoma na kuielewa kuisha habari yako. Sasa mimi nimesema koti chache za Biblia ambazo zina support hii agenda. Sawa? Hata ukisoma kitabu cha Mhubiri 9:11. Kitabu cha Mhubiri kimeandikwa na mtu anaitwa Sulemani. Sulemani anasema nikaona chini ya jua, kaongea mambo mengi sana mazuri sana. Afu mwishoni akasema wakati na bahati huwapata wote. Yaani hapa duniani tumekuja kwa ajili ya kufanikiwa. Ukiwa na utulivu tutajua begi yako leo letewa na Mungu ina nini. Ila utulivu huu utajikuta unaangalia vya wengine. Tunasemaga hapa duniani kama saa ya mshale. Kila mtu atagonga kamili, ni swala la muda. Sasa mimi nikigonga kamili kwenye moja, wewe leo sikuume. Wewe umeshuhudia, usikute wewe 6. Zamu yako itakuja. Unachokijua wewe, unachokipenda endelea kukifanya. Sasa kwenye hii dunia watu hawafanyi mambo wanayoyapenda. Wanafanya mambo ambayo ya shortcut. Sijui tumeelewana? Wewe unaweza kuelewa kwa nini siku hizo watu wanabeti sana mpaka mishahara. Watu hawana subira. Na subira inavuta heri. Hata ukisoma kwenye Biblia wanasema hapa ndipo penye subira watakatifu. Yaani ili uwe mtakatifu mbele za Mungu lazima uwe na subira. Huna subira hatukutaki. Hatukutaki nyumbani, hatukutaki kazini. Kwa sababu utakuwa unafanya mambo kwa miemko. Yaani watu wengi wanaishi wakireact na sio kurespond. Unataka ukabili mambo na sio kuhamaki. Imekuwa hivi. Ndugu yangu, hiyo umehamaki wewe. Na high blood pressure itakupata wewe. Sisi tunaendelea kuishi. Ndio maana nawaambiaga watu wengi wa mijini wakivuka salama umri wa miaka 35 mpaka 45, basi wamepona.
kwa sababu hicho ndio kipindi chenye eka halisi. Na ndio maana tunasema life will start at 40. Yaani ukivuka salama hapo, basi uko vizuri. 65 mpaka 45. Huo ndo muda ambao ndo ndoa nyingi zinaachana. Yeah, sure. Ndo cheating nyingi za kufa mtu. Huo ndo muda ambao magonjwa ya familia ile kisukari ndo yananyenyukaga kipindi hicho. Huo ndo muda wa kuwa tajiri atakuwa tajiri. Huo ndo muda wa kuwa maskini atakuwa maskini. Hivi unajua huo ndo muda ambao ukivuka salama usha master maisha. Hivi Ndio kumbuka ndio akina sisi. Ndio hata mimi ndio naelekea. Wewe bado hujafika Ndio naelekea huko. Na Dr. mimi ambacho nimejifunza hapo ni kwamba watu kubeba mambo kihisia ndiko ambako kunatufikisha hapa. Kwa sababu hata huko makanisani ni kama watu wanambeba Mungu kihisia na sio kiuelewa. Tena wanamlazimisha afanye mambo anayotaka wao. Sasa Mungu anaambia kwani mimi niliwaambia nitawapa nini? Unajua hapa duniani tumeletwa. Kimsingi duniani tumeletwa. Na aliyetuleta hajatuambia tutapata nini. Katuleta katutuliza pale. Hata ukisoma Yeremia anasema I have a plan for you. Yaani Mungu ana mipango kabambe na sisi. Ila mipango ipi hajasema. Ila ana mipango kabambe. Na Wakristo wanaimba kila siku, usinipite Mwokozi unapodhuru wengine. Yaani Mwokozi ana kaida kupita kwenye maisha ya watu walioleta hapa duniani jinsi alivyo mwema ili kukuinspire, kukutia moyo. Ndio maana kuna mahali fulani ukisoma kwenye Isaya anasema njoo tusemezane. Yaani kuna time Mungu anakaa kwenye meza naye anakuambia bwana njoo semio unakwama wapi? Mbona unambwela? Njoo tuongee unakwama wapi? Yaani issue yako nini? Unajua mimi ndo nimekuleta. Haya niambie unapitia issue. Akapita akamkuta Adamu. Adamu amekula tunda kashavurugwa akili. Akamwambia leo sitaki kuongea na wewe. Yaani unagomaje kuongea na aliyekuleta duniani? Akili iko sawa? Adamu aligoma, sikala tunda kavurugwa akili. Na amevurugwa kwa sababu hajasikiliza maelekezo, mitazamo sahihi. Aliambia bwana huu mti usiguse, uache hivyo hivyo. Jamaa akapiga, kavurugwa. Akapita akamkuta Musa. Bwana Musa una nini? Mimi na fimbo. Akasikiliza hii fimbo pita, piga hapa mnapita. Sasa Mungu anapita kwenye maisha yetu hadi leo. Semia una nini? Anakukuta mimi roho inaniuma, watu wananua magari, anasema endelea. Nikirudi na kuchoma moto utaamini. Mimi nimekuleta hapa upige mambo na nimekwambia niko pamoja na wewe mpaka mwisho wa mambo yote. Alafu unakwama wapi? Huku tukimtwika fadhaa, huku tunapambana na hali zetu. Akitukuta tunaendelea. Ndio mimi naambiaga watu, hii dunia inahitaji uwe kama kijiti kinachoelea. Eka zisiwe nyingi, utulie. Uwe na mambo machache unayoyamudu, piga tatu bila ka celebrate. Kwa maisha ni so spontaneous, yanaenda jinsi yanavyoenda. Kijiti kinaelea, kijui kinapelekwa wapi na maji. Baharini mawimbi yanapiga. Ila kama una hollow space, una nafasi, utaelea. Ndio maana meli inaelea. Hata baharini ukilala chali utaelea. Na utakuja kugundua mawimbi siku zote yanapiga na kuleta vitu pwani. Kwa utaelea, utashangaa umefika Kigamboni, umenunua samaki, umeenda nyumbani Kipawa kuna ugomvi. Sasa watu wakipitia eka wanapiga fujo. Ukitia eka kama Petro kwenye Biblia au unazama. Yaani ulale chali tu utaelea. Ukinyanyua hata mkono chini umeenda. Hii dunia tumeletwa. Tulia. Ratiba zisiwe nyingi. Ndio maana wanasema ukipaniki sana kwenye maisha unaondoka. Ndio maana nasema hata maji ukianunua any beverage haijagi mpaka juu. Inakuwaga na nafasi pale juu kwa ajili ya mambo kutanuka na kusinya. Acha nafasi, ukipigwa tukio unaenda kupumua pale juu, unarudi tena kuendelea kuishi. Huo ndio utaratibu. Sasa unasema afya kipa, afya beki. Sio nipiga wagaragaza ndugu yangu, we nani? Dr. swali langu moja dogo la mwisho ili tunani kwa sababu naamini kuna vitu vingi sana ambavyo nataka kuzungumzia hapo. Kwenda mimi kuacha yani nyumbani nimeacha kuna njaa. Yani nyumbani kuna njaa, hakuna hela kula. Ile hela nikapeleka msikitini au kanisani. Nitakuwa niko sawa kiafya? Hapo mimi nahisi utakuwa huko sawa. Hata Mungu mwenyewe atakushangaa. Kwa sababu hela ya Mungu sinajulikana na hela yako sinajulikana. Afu ya Mungu ndogo kama nini? 10%. Ndogo kama nini? Ingine yote tumia. Iko hivyo. Ndogo sana ambayo tunatakiwa tuirudishe kwa ajili ya kutegemeza zile huduma za kiroho. Ndogo sana, si 10%. Kama ni 100,000 10% yake shilingi ngapi? Buku 10. 10,000. 10,000 ndugu yangu unakomaje kutoa? Mpe hela zake, ile kupa hela kwani kuna shida? Mpe tu. Kwa hiyo sio sahihi mtu kwenda yani kwamba yani mpaka amefika hapo kuna hesabu kakosea. Kwa sababu kama umepata 100,000, 10,000 ndio unatoa kwa ajili ya mambo ya huduma za kiroho. Unabaki na 90. Inawezekana vipi sasa? Yani mimi nahisi kuna hesabu kakosea. Mtu ana 10,000 anaenda kutoa yote alafu
Sisi anataka 10 tu, anataka 10 tu, katika 10,000 anataka shingapi? Buku. Peleka buku, baki 9,000. Sio kwamba wanawaza kwamba ukimpa nyingi anaweza akakupa kipaumbele. Au sasa unamshawishi Mungu wewe nani? Unataka kumwa akili. Ndio hicho, kwa sababu wewe unajua hatutoi sadaka kwa kuwa Mungu ili atupe. Tunatoa kwa kuwa ni lazima, yani yeye ndo mpaji. Alafu tunaenda kwenye ibada kwa kuwa hatuna pa kwenda. Yeye ndiye ambaye katuleta, kwa lazima tulitukuze jina lake na kukubali anayoyafanya katika maisha yetu, ambao mengi anayoyafanya hatujayaomba na ameyafanya. Sure. Kwa hiyo wewe huna namna ya kummanipulate Mungu, kumrubuni eti ili akupendelee wewe. We nani? Ni sana leo mtu ukasirike mvua ikinyesha, eti imeniharibia timing. Mvua inakuharibiaje timing? We nani kwenye hii dunia mvua ikuharibia timing? Uone kwamba unaumwa akili? Yaani katika watu wa Tanzania milioni 60, wagonjwa upande wao ni wengi. Eti milioni 60, eti mvua inakuharibia timing. Mvua eti jua liwe kali uanze kucomplain jua limekuudhi, limekuharibia. Jua linakuharibiaje mambo yako jua? Kwanza linajua limekuharibia? Hapana. Haiwezekani. Yaani lazima ujue hii ni nature ina take place na mimi napaswa kuendana na ratiba. Ndio kasema lazima ujijue ili ujimudu. Ukishindwa kujijua utaanza kutamani watu wengine jinsi wanavyojijua. Yaani wewe leo umeshika simu yako unaona mimi nimekula suti yangu, anza kusema hivi hapa dunia mimi nafanya nini? Mbona watu wamekula suti? Watu wanakula suti kwa sababu wanavumilia vibobo vyao, wameweka hela, wamevunja kibobo kaenda kununua suti. Wewe si una subira? Ukipata unapiga yote. Lazima una mipango, na mipango yako acha nafasi. Inaweza kaenda au inaweza isiende. Ndio maana nasemaga hata sana mwanafunzi anayesoma, utaki kusoma kwa lengo la kupiga 100, soma kwa lengo la kufaulu. Unapiga 100 ili uende wapi? Ukishapiga 100 yaani unapata 100 moja na 0.2, umekuwa making scheme. Kwanza walimu wote duniani hawapende wale wanafunzi wanaopiga 100. Unapigaje 100? Ukipata A 85 haitoshi, unapiga 100. Wakafanya kazi balozi gani 100? Haiwezekani, lazima uwe bora, na dunia kimsingi inataka watu bora. Hii imenikumbusha nikiwa chuo, nikapiga 100. Alafu watu wengi sana wakawa wamefeli. Ilikuwa ni somo la Kifaransa. Wengi wakawa wamefeli. Sasa mwalimu akasema naongeza 20 kwa kila mtu. Yaani ili kupandisha ile grade ili ikae nani. Sasa mimi nikaenda nikamwambia na mimi niongezea 20. Nipige 120. Alinisemesha lugha ya Kifaransa ambayo sikuielewa mpaka leo. Yaani sikuielewa, sijui alinitukana, sijui aliniambia kitu gani. Ndio hicho ambacho kwa hiyo kwenye maisha tuko kuishi. Na unaishi kulingana na urefu wa kamba yako. Kamba yako lazima uijue ili ucheze humo ndani ya ulingo wako. Usitoke kwenye maulingo ya watu, utachanganyikiwa. Dokta, tupeleke kwenye demografia. Kuwa functional. Au dokta hawezi kupata time tena siku nyingine. Maana mimi naweza nikarudi. Mambo ni mengi. Kwa sababu hapa tuweze hakuna tulichogusa. Yaani hakuna swali letu lote hatujaanza yani mpaka sasa. Kwa sababu dokta, hebu angalia. Yaani kwamba hatujaanza kabisa kwa sababu tuko kwenye swali moja lile. Hakuna swali lolote ambalo tumeliuliza. Kiukweli. Hakuna. Bana inabidi tukimbie. Sasa kwa kuwa mwezi huu wa 5 ni mwezi wa uelewa kuhusu afya ya akili, basi tabiri nitembelee sana. Kwa kweli tunaomba hata sana. Hata kwa wiki mara 2, hata mara 3. Kimbizane hivyo. Kidogo tunapata muda, tunaelimisha jamii. Mambo ni mengi. Na jamii ni pamoja na sisi. Jamii pamoja pia na sisi. 80% ya mafanikio ya binadamu yote hapa duniani ni moral character. Alivyofundishwa kubeba maisha 0-17. 20% ndo GPA yake ya darasani. Sasa utakuja kushangaa cha ajabu. Wazazi wote wanaonisikiliza hapa wanapambana watoto wao wafaulu sana darasani. Sure. Ila wapambani kuwashamilisha uwezo wao kujimudu ndani yao. Na ndio maana leo tunazalisha wataalamu wengi ila hawana uwezo wa kuhimili ekaeka halisi za huku kwenye masoko ya kimaisha, kwenye ajira na vitu kama hivyo. Sasa lazima tubadilishe mtazamo. Ndio maana lazima tubadilishe. Unaweza kumkuta kumbe wakati mwingine hizo athari hizo za ambazo wazazi wanashindwa kutimiza wajibu wake. Ndio unakuta na bosi ambaye anajua kununa. Sasa ukinuna au wakununa. Na sisi tunawaambiaga mabosi wanaonuna, kama ukinuna ndo kazi zinaenda, na tunune salama ili kazi ziende. Natoka umenuna, umepata shilingi ngapi? Wapo. Na tuko hapa kubadilisha watu, tuko hapa kumudu watu. Sisi tumefundishwa kumudu wanaonuna. Kwa hiyo wewe ukinuna na sisi tunaendana na maisha. Tukikutana najua huu sasa hivi kanuna natulia. Ujue kwenye maisha lazima ujue namna kujichomoa afu baadaye uanze ulikoishia. Hatuko hapa kuconfront na watu, hatuko hapa kubishana. Confrontation means fighting. Hatuko hapa kubishana, yani tuko hapa kurespond. Niliongea mara ya kwanza. Maisha it's all about responding, kukabili na sio kureact, kuhamaki.
afu unanichukulia poa. Nani nakuchukulia poa? Mimi mwenyewe sijui. Dokta, kwa sababu ya muda sio rafiki sana, labda serikali inalibebaje ili tatizo la afya akili, haswa kwenu nyie ambao ni wawezeshaji kwa sababu kiukweli mtu kama wewe ni wewe kujua ni wachache sana na wajua labda wawili, yani katika mzunguko wa maisha yangu, yani mtu akiniambia daktari wa afya akili ni wewe peke yako, labda ndio unayekuja kwenye kichwa changu. Sijajua itakuwa mtazamo wako, ingawa of course wapo, lakini jamii inapitia unyanyapaa, yani stigma ni kubwa. Watu kwanza hawataki kusikiliza hichi kitu, na nilikwambia mimi ni mwaka wa 10. Zamani nilikuwa nikianza kwenda kuongea sehemu, kwanza watu wanatawanyika. Huyu bosi katuonaje anatuletea huyu mshikaji aongea habari hizi, ila dakika 5 nyingi kila mtu sasa mimi nawaambiaga, kama una rafiki yako yote yuko hapa muite. Wakristo si wanajua mwisho wa mambo yote kuna kwenda mbinguni. Waislamu wanajua mwisho wa mambo yote kuna kwenda peponi. Hizi habari za afya ya akili usipozielewa na kuziishi, mbinguni uingii. Sure. Na peponi uendi. Ni kweli. Maisha yamekushinda. Kwa sababu unapambana na vilivyo nje yako, na kadri sisi tunatakiwa kupambana na vilivyo ndani yako. Utakuja kugundua kwenye hii dunia hakuna anayepambana wewe. Apambane na anakujua, tumekutana barabarani bwana. Ndio maana natoaga mfano ili kuonyesha ukubwa ile tatizo. Osha kufikaga mjini ukakuta kuna watu wanaangalia TV inayouzwa. Yaani inawezekanaje unakuwa comfortable kuangalia TV inayouzwa mjini? Uko sawa? Ile TV imewekwa pale kuonyeshwa kwamba ni nzima ili uinunue ukaangalie nyumbani kwa muda wako. Unawezaje kuenjoy kuangalia TV inayouzwa? Uko sawa? Mtu amekaa nusu saa kabisa. Uko sawa? TV inauzwa. Kuna kitu kiko sawa. Kuna kitu hakiko sawa. Kuna kitu hakiko sawa. Unajua haiwezekani. Unajua daktari, kwa nini unajua nimecheka sana? Kwa sababu ni juzi niko na mtoto wangu tukaenda mjini. Kweli tumekuta rundo la watu, yani sehemu ambao wanauza TV. Watu wamekusanyika nje wanaangalia. Yani movie ilikuwa ni movie ya Kichina. Wanaangalia movie ya Kichina kwenye TV inayouzwa. TV inayouzwa rafiki yangu unaonekana. Nikajaribu kuangalia nikasema labda mipango michache kichwa. Aina ya wale watu labda ni watu ambao kidogo, lakini kuangalia kuna wastaarabu wamesimama pia. Wamekaa, ni mtu mstaarabu yuko smart, katulia, anakaa anakodolea macho nani. Ukikaa na kufurahia jambo ambalo sio ulilolipanga kulifanya kwa siku, akili yako haiko sawa. Binadamu yote anayekaa na kujisi yuko comfortable, anafurahia jambo ambalo hakulipangilia kwa siku atalifanya, hayuko sawa. Anachepusha uhalisia. Maisha ni kupambana na mambo ambayo tunayaona magumu na tunatakiwa tuyakabili. Sasa watu wanapendaga kuchepushia kwa kujikuta wanajikita kuwa busy na kitu fulani. Kwa sababu unaweza kujiuliza, hivi mtu akishikaga simu yake, ameambiwa kuna message inaingia. Kuna mwingine anitazama simu yake hata nusu saa nzima. Azifu kuna message ya maana sana anaisubiri. Huyo mtu yuko sawa. Dokta, unatakiwa uwe live, uwe mubashara. Jorobo umeguswa. Unajua alichokisema hapo hivyo alivyokuwa anazungumza kuhusiana na issue ya simu. Nikaja kugundua kwamba watu wengi wanapambana ili kujisikia vizuri. Of course. Yaani watu wengi wanapambana ili kujisikia vizuri. Na baadaye unakuja kugundua kwamba kwa mfano mtu anaweza akawa ananunua viatu. Akishakuwa na vile viatu, havivai tena, na vatu siku moja, na yani akishavaa tu, yani watu wengi wanapambana. Watu wanapambana na ubinafsi wao. Kwa hiyo akishavipata vile vitu, anakuja kugundua kwamba sikuwa na haja ya kuata na hichi kitu. Anavirundika. Na kurundika vitu ambao vitumii. Kuna kitu kinaitwa hoarding, na kuna mambo mengi. Hoarding ni changamoto ya afya ya akili ambayo mtu anakuwa anapenda kukaa na kitu hata kama akitumii. Yuko nacho tu, anapenda tu akione. Akina mimi. Unaweza kuingia chumbani kwake kuna vitu vingi vichafu vimekaa tu hapo. Kwa hiyo hii issue kwa hiyo ndio niambia daktari, niende nikagawe viatu, maana mimi na chumba cha viatu. Sasa kama kitu kitumii kinafanya nini? Utakuwa na mambo machache ambayo viko kazini. Kwa hii mambo hii hata ngoja nishike simu nyingine huko TikTok hata nijisikie vizuri. Mtu anaingia TikTok, anatoka TikTok anaingia Facebook, anatoka Facebook anaingia Instagram, anatoka Instagram anaenda sio LinkedIn, anatoka sio na ziko nyingi siku hizi, mara kaingia sio Netflix. Kaka tu hapo. Ndio maana watu tunaambiaga watu, ili kuwa mtu maridadi, amka mapema, na ukiamka nusu saa kwanza usishike simu. Usishike simu nusu saa kwanza, usishike simu. Na watu ndio wanakimbiliaga. Ukishika tu show yako imeisha. Uchomoki. Utakata dakika 10, utakata nusu saa, uko hapo umeshika simu. Sasa mambo yashasimama,
Na hapa duniani tuko kwa ajili ya kukimbiza mambo. Tuko hapa kwa ajili ya kuonyesha tija, uwezo tulionayo. Kwa hiyo nimepangua yote ya nje yaliyoko ndani yangu na hakikisha ndio yanatoka. Sasa watu wengi mambo ya nje ndio yanawatoa kwenye reli. Mambo yao leo wapangilia wameshindwa kuyafanya. Ndio changamoto inapokaa. Na ndio changamoto watu wengi. Tukienda kwenye demografia maradhi ya akili duniani. Demografia niliongea mara ya kwanza ambapo ndio somo letu kimsingi kwamba ni utokeaji wa hili tatizo. Kwa umri, uenda kwa rika na vitu kama hivyo. Na ni kitu kidogo tu lakini very sensitive sana takizungumza. Sasa umri imeonekana ni changamoto. Na kwenye umri hapa kuna ile watu tunasema kuanzia miaka 18 mpaka 25. Sasa nikwambia 0 mpaka 17. Huyu anakuwa na behavioral issue tu nyingi tu utukutu nini kwa sababu ndo anapambana kujieleza. Unajua mtoto ana lugha ya kujieleza umuelewe. Kwa tunamuona kwenye tabia zake. Sawa? Kwa hiyo miaka 18 mpaka 25 hawa ni vijana bale wa makamo wao. Hawa eka inawanyoosha kwa sababu ndo ameswitch kutoka kwenye utoto. Sio kila kitu cha kumwambia lakini niseme lakini unakuta hana uwezo wa kumudu hicho kitu. Kwa wengi unakutaga anaugua kirahisi. Kwa wapo na uwezekano mkubwa sana wa kupata maradhi ya akili kwa zaidi ya 11.4 kulinganisha na wale wengine wa umri wa miaka 26 mpaka 49. Unakuta 18 mpaka 25 ndo kama ameingia kwenye ndoa. Unakuta hali chakula anamsubiri baby arudi kutoka kuangalia UEFA. UEFA imeisha saa 7. Dada akakaa kwenye kikona hapo. Kwa nini unachelewa? Haelewi. Umeona? Lakini hawa 28 26 mpaka 49 kidogo ashaanza kumuelewa huyo mume wake, ashaanza kuelewa eka zilivyo. Kwa kuna vitu vingine havimsumbui. Na demografia pia inaonyesha huu umri wa miaka 50 plus hawa ndo hawana stress kabisa. Yaani mama wa miaka 50, yaani uje nyumbani usije fresh. Taambiwa tu chakula kiko kwenye oven, nimelala tutaongea asubuhi. Amemaliza kalala. Biashara imeisha. Upigiwi, wewe unajifanya mweu, utafutwi. Utarudi mwenyewe nyumbani chakula kipo. Kuna shida. Mwisho utasema mbona mnifuatilii? Wewe umejifanya huko busy. Lakini hawa 18 kaeka zinawanyoosha. 26 mpaka 49 kidogo wanaanza kukubali kutokukubali. Ndio watu wanasema kwenye maisha ni kubali kutokukubaliana, ni sawa. Afu 50 plus yani uje usije si tutafika. Hakuna shida na maisha yataendelea. Kwa umri inaonekana changamoto. Na ukweli ni kwamba vijana wengi pia watibiwe akili. Na watibiwe akili kutokana na mitazamo ya kijamii. Yaani mimi nilivyoensa mnaendaje kutibiwa akili. Na ndio maana mimi kliniki kwangu ukija pale Ngaramtoni, unajua sisi halmashauri ya wilaya Arusha tuna kliniki maalum ya utulivu wa akili. Tumeandika utulivu wa akili. Hilo neno lenyewe linavutia. Unajua ukiandika afya akili kutokana na mitazamo ya jamii kila mtu anaogopa. Ila ukiandika utulivu wa akili. Sasa lakini ni kweli. Utulivu wa akili. Sasa mitazamo ya kijamii kutokana na walivyolelewa na tumeongea sana hapa tulivyoanza malezi yanaharibu kiasi gani. Si ndio? Demografia nyingine inaonyesha jinsia kati ya wanaume na wanawake. Hasa demografia inaonyesha, hii ni tafiti ilifanyika NHS 2023, wanawake wana 7% zaidi kuugua kuliko wanaume kwa 4%. Yaani kwa lugha ya kawaida ni kwamba wanawake ni rahisi kuugua akili kuliko wanaume. Nikisemaga hivi sehemu zingine unakutaga wanaume wanafurahi. Wanaona wanawake dhaifu. Sasa tafiti nyingine ya jarida la chuo kikuu cha John Hopkins 2024 wanasema mwanamke yuko na uwezekano mara 2 wa kupata sonona kuliko mwanamume. Sasa iko hivi, ukweli ni kwamba mwanamke ni rahisi kuugua ila mwanamke ni rahisi kupona. Wamenielewa Kwa kuwa mwanamke ni rahisi kuonyesha. Mwanamume anakomaa. Anakomaa na tai shingoni. Wakati hana uwezo wa kubeba. Alafu sasa tutakuja kugundua cha ajabu. Jamii yetu inapambana kumshamirisha mwanamume kama mtu imara. Mitazamo imekuwa hivyo miaka na miaka. Lakini siku za karibuni hakuna mtu yuko pale kwa ajili ya kumshamilisha mwanamume imara. Na ndio maana unaweza ukashangaa siku hizi kizazi cha leo. Simekwambia kuna watoto miaka mingapi? Hivyo sio kumpata shoga miaka 70. Hapana. Tanzania hapa. Sio kupata mshoga amezoea miaka 60. Tanzania hapa. Unajua wengi ni kuanzia 90 kupanda juu. Kwa ina maana kwamba hapa katikati kuanzia 90 kupanda juu kutokana na social dynamic, social metamorphosis ya maisha. Ukigugu utafuatia utasoma hayo mambo. Imetubadilisha na kutupa mitazamo ya kufocus maisha na kutudanganya. Kwa wazazi wengi leo wameacha kushamilisha watoto makini. Unajua leo wavulana ni wengi sana kwenye ndoa kuliko wanaume. Ni kweli. Yaani mtu kabisa yuko kwenye ndoa ananuna. Yaani mwanamume ananuna.
ananuna wiki. Unajua wewe kama jamaa wa moto ananuna wiki. Tulimwambia huyu baba hapa. Unanunaje wiki? Yaani unanunaje? Ujue mwanamume anatakiwa kuwa gentleman. Yeah. Ujue gentle ni mtu anayenyumbuka. Ujue gentle sio film, sio imara, kitu kimenga. Yaani gentle ni kitu kinachonyumbuka. Kwa mwanamume ananyumbuka kama unavyomwona kinyonga. Unaona kinyonga anavyonyumbuka. Akifika sehemu unakula kitu chako cha Simba anakuwa kama Simba. Akifika sehemu unakula kitu chako cha Yanga kinyonga ananyuka. Sasa mwanamume ni gentle kama kinyonga. Kinyonga anabadilika kutokana na mazingira. Yaani mkeo kanuna na unanuna. Ha? Wewe ujue wa moto wewe. Wewe ni mvulana. Kususa. Anasusa. Ukisusa wewe ni mvulana sana. Wavulana wanasusa afu mama zao anakuja kuwa petipeti, wanawapa chakula, anakula huko, haya mama. Malezi. Sasa malezi, mwanaume anakuwa imara, na ndio maana kwenye jamii toka zamani wanaume wana tabia kuitana majina hata kama wajuani, si unajua? Mwamba vipi? Inakuaje mkuu? Bingwa vipi? Mpaka mtu mmoja akasema unaweza kukutana na wanaume hata hawajuani, wanapiga tu story. Bingwa vipi? Inakuaje? Unajua mwanangu vipi? Oya, hawajuani. Lakini ngumu kwa mwanamke kweli. Yeah. Umenielewa? Sasa hii ni mitazamo kwenye jamii, lakini pia mwanamke ni rahisi kujikuta na share. Unajua mwanamke anaweza akakata sehemu amenuna tu hivi, wewe ukapita tu mwanamke mzuri unanuna, hebu chukua 5,000 ukali. Si ushamsoti. Ila huwezi kupewa hela na mtu from leo utaona kama umepewa hela na jini au kama na jini kale. Umeona? Au unaweza ukapita sehemu mwanamke mzuri unaweka mafuta 10,000. Mweke 50 huyo. Yaani mwamba katoa ofa afu amjule dada afu ana habari. Yaani unajua wanaume sisi tuko kwa ajili ya kusoti issues. Kwa naweza nikamsoti mwanamke yoyote. Kuna kamfano nakatoaga kalinifurahisha of course. Mke wangu siku moja akaniambia, unajua nilikuwa niko benki na mtoto nimembeba mgongoni. Sasa kuna mwanamume mmoja alinipiga jicho pale kwenye line, akili kaniambia ile jicho la baba kuna ujinga unaendelea kwenye fikra yake. Dakika 3 nyingi yule jamaa kaa yuko nyuma ya mtoto anacheza na mtoto. Anacheza na mtoto mgongoni kwa mama yake. Mama katulia, hajamsalimia mama, anacheza na mtoto lakini mama alimuona jicho lake. Jamaa ikafika zamu yake kwenda kwenye tela. Chapu mshikaji akaenda pale akina akatoa 10,000 kampa mtoto. Ile 10,000 kapewa mtoto kapewa mama. Umeona hiyo kodi hiyo? Sasa mtoto amebeba mgongoni wa kunyonya 10,000 yeye anaweza kachala. Sasa literally 10,000 yeye jamaa anazidi kutia signal kwamba uona. Sio nimeelewa? Unaona mwanamke anavyokuwa sorted na ndio maana huwa anawaambiaga wanaume wote. Mkeo akipika chakula kizuri cha ajabu si vitu gani usishtuke. Sometimes anakuwa sorted na watu tofauti. Afu sio kwa nia mbaya. Yes mwanamke bwana. Ni sawa na wanaume wengine nawaambiaga ukimwona dada yako akikuomba hela mpe. Huwezi kujua anapitia nini kwa bwana shemeji kule. Mpige hela, amekuomba 50 mpige hata 100 afu usimdai. Unamnyosha shemeji kidogo ajue. Yani huyu mke wangu sio hivi ana backup mbaya. Umenielewa? Kwa mambo ni mengi. Mwanamke anakuwa sorted dakika yote. Hata akija nyumbani amevurugwa kazini, anahitaji tu attention yako kukusikiliza. Na utakuja kugundua watu wengi wanaugua akili siku za karibuni kwa sababu watu hawasikilizi watu. Unajua hata radio siku hizi haisikilizwi. Watu wana muda kusikiliza vitu. Ile tunasema resilient span, attention span ya kusikiliza siku hizi imepungua. Mwanamke anataka asikilizwe. Wala hahitaji utatue, anataka tu umsikilize. Yaani uwe na empathy na yeye, uvae unajua kazini umenifanya hivi hata fulani, yani ule ndo afai kabisa. Mke wangu amekuja. Yani kama ulijua mume wangu, sawa mke wangu achana nao wajinga kabisa, ukimkumatia asante mume wangu wajinga kabisa. Sikesi imeisha. Nakuja kuambia viumbe vya mtaani pale. Sasa wewe usiposikiliza anapasua simu hiyo. Kwamba mjinga mimi naongea hapa, Arsenal kitu gani? Na ndio watu tunasema ndoa nzuri ni zile ambazo zinapiga umbea. Yaani mke wako kuna ujinga analeta. Yaani wewe msikilize tu, yani mle ndo mnapita. Ndo utaratibu unaenda. Kwa hiyo utaki kuwa kuwa sijui tuseme nini, yani ukiwa na mke wako utaki kukaza sana na protocol mengi. Bwana wanandoa hawana protocol, chochote kinafanyika. Watu wanapita mipo la kiboxa, mtu kapita kapiga hivi. Si uko na mkeo. So protocol nyingi tulia, unajua mimi sitaki ujinga ofisini wanaheshimu. Ofisi tuko nyumbani lazima watu wabebishane. Huo ndio utaratibu. Yaani usijisahau kabisa. Huo ndio utaratibu. Kwa mwanamke anakuwa sorted kirahisi. Tofauti na sisi wanaume. Mwanamume anakomaa ile kwamba mimi ni mwanamume usilie, jikaze. Sasa unajikazaje wakati hujatengenezwa kuwa na uwezo wa kujikaza? Na hiyo ulichokiongea imenikumbusha jana dadangu namfuata mimi, anamwambia ndugu yangu mmoja, anamwambia nyumbani kuwa baba, lakini kule kazini kuwa meneja.
Huo ndo utaratibu. Anaambia huku kuwa baba, nyumbani kuwa baba, lakini unapoenda kazini kuwa meneja. Baba anacheza na watoto wake. Baba anajigaragaza na watoto wake. Baba anachafuka na watoto wake. Baba, huyo ni baba. Afu baba ananyumbuka, anasikiliza chochote anachoambiwa hata kama ujinga. Unajua watoto na wenyewe pia wanataka wasikilizwe. Sasa unasema hebu tulia, kuna kazi ya ofisi. Kazi ya ofisi sinamalizikia ofisini. Na ndio maana nawaambiaga wazazi, muda wa kukaa na mwanao ni mdogo, 0 mpaka 17. Baada hapo mnaishi na mtu mzima mwenzako, mnashauriana. Anaweza akachukua asichukue. So anafika kuja kuoa na kuja kumwambia sisi atoani na watu wa mkoa fulani. Ulikuwa wapi 0 mpaka 17? Hukuniambia. Unipe fact. Mimi nimeamua kuishi haiwezekani. Huko ni kuvurugana. Kwa hiyo daktari, ndo maana matokeo ya familia zilizokuwa na wazazi wakali kwa watoto wao huwa ni mabaya kuliko wale ambao walikuwa wanaishi kishikaji. Maisha sio ubabe, maisha ni kuishi. Na kuishi ni kusikilizana, harmony katika conversations. Tunakaa level moja. Kama Mungu aliyetuumba anasema njoo tusemezane. Mnakaa naye kwenye table moja. Yaani wewe unakuja kunikalia juu. Afu huwezi kujua huyo mwanao baadaye atakuja kuwa balozi. Wewe unamchenjia balozi. Na ndio maana tunataka wazazi waishi na watoto wao kwa adabu. Hata Biblia inasema bwana, msiwachokoze watoto au watu tofauti. Dr. Pascal, naomba tumalizie hapo kidogo alafu tuje demografia nyingine ninapomalizia tuende kwenye maswali. Ni wanandoa. Yaani ukiingia kwenye ndoa unaenda kutikiswa akili. Sure. Yaani kwa unaenda kutikiswa mtikisiko wa kibabe wa earthquake yule. Kwa sababu ile sio kaka yako. Sio dada yako. Sio ndugu yako na haitakuja kutokea. Amezaliwa kwenye mitazamo ya tofauti ya blue na umezaliwa kwenye mitazamo ya njano. Kwa hiyo lazima mkubaliane kutokukubaliana. Ndio maana tunasema maisha ya ndoa ni kama ufunguo na kitasa. Ufunguo haujawahi kufanana na kitasa, ila unakubaliana ndio mlango unafanya nini? Unafunguka. Maisha ya ndoa ni win-win situation. Yaani kuna siku ngoma inagoma iache hivyo hivyo, tuendelee tulikoishia. So kila siku afu issue tujamaliza. Wewe ndoa uiwezi. Yaani ndoa inabidi uwe na uwezo mkubwa sana wa kupotezea mambo. Sure. So imetokea unajua mke wangu ni mbishi. Katika ile mimi ni mbishi, la katika ile nakukubalia. Usigeneralize mambo. Na kwa nini akukubalie kila kitu wewe nani? Yaani mitazamo yako wewe inakuaje? Na unaoaje mtu ambaye anakuitikia kila kitu? Haifai. Lazima wewe mtu ambaye kuna time anakukazia. Afasi lakini kweli mke wangu basi poa. Hii ndio maana tumeoa. Unajua tunaoa ili tuwe complete, tunaoa ili tuwe na msawazo. Tupate watu wanao tu challenge. Watu ambao wana mitazamo tofauti. Ndio watu nasema ndoa inaendana na ajira kwa sababu it's all about pesa, maisha yanaendaje, win-win situation, mke wangu kaamua hivi, hivi na hivi. Na lazima msikilizane. Sasa utakutana na watu wenye akili dhaifu. Wanasema kwamba mwanamke utaki kumwambia kila kitu. Na yeye kuna vitu vingine ya kuambia. Sijui mnasubiri nini hapa. Ingawa ukweli ni huu. Kuna vitu watu wengi wanajua kuhusu na mke wako lakini hawezi kukwambia. Sana. Na ni vingi kuliko unavyoelewa. Na tunaishi hivyo hivyo. Na vingi utavijua kutokana na wewe jinsi ambavyo hauko emotional. Ndio utajulishwa. The more ulivyo emotional ndio utanyooshwa uambiwi. Kwa sababu anasema atakufa muache kwanza. Ila tunajua mengi. Kuna vitu unavijua wewe na mkeo sisi hatuvijui. Na tupaswa hata kuuliza. Kuna vitu anavijua Mungu tu kuhusu wewe na mkeo. Alafu kuna vitu vingine hata wewe mwenyewe uelewi. Na hutaki kuvielewa. Hapa tuko duniani kujua mudu machache tunayoamudu tuondoke. Sema hicho cha watu kujua vitu vingi kuhusiana wewe na mkeo vinawachoma watu. Sasa hivi mtu anasikiliza hapo anamcheki mke wake. Mimi naonaga kuna watu wanaambiana mitandaoni kwamba sisi tuna uwezo wa kuhaki. Ujue wewe unaofanya hizo tabia za kuhaki simu ya mkeo au mmeo, ujue wewe una utulivu wa akili. Kwa sababu unachokitafuta utakipata. Ukikipata ulikuwa unataka nini? Hicho ndio ulikuwa unakitaka. Kwa sababu unachokitafuta utakingangania kulazimisha mazingira ya unachokitafuta. Haya umekipata. Ukimchunguza bata umli. Twende. Wewe ishi humo. Ndio wanasema tuishi humo. Tunaishi humo. Kaja hivyo hivyo. Ukimkagua tu unachokitafuta utakipata. Ukikipata utakimudu. Ukipasuka umepasuka wewe. Baby ukiniacha najua ukijua kumbuka sisi baby lazima tumchukue. Baby hawezi kuishi bila mtu. Wewe si ushakufa. Biblia inasema kifo kishatenganisha. Kinachofuata nini? Watu lazima amuoe. Na mali zako tutachukua, nguo zako tutachukua, magari yako tutaendesha. Nyumba zako hadi kitandani kwako tutalala. Na huyo mkeo. Kwa hiyo daktari, kuna mambo inatakiwa tu ukubali kwamba wewe ni mjinga kwenye hilo eneo.
Of Ili course, uweze yani ku- ili unakuwaje uweze kuwa maridadi? salama. Wewe ni mjinga kwenye baadhi ya maeneo, ndio maana Yeah. tunajifunza. Yani maisha ni learning, relearning and learning. Waswahili tunasema hujafa hujaumbika. Kwa kuwa bado hujafa, kuna mengi sana unatakiwa ujifunze. Kuwa humble, kuwa mnyenyekevu, upate taarifa. Iko hivyo. Yeah. Aisha anasema oi kaka, mimi ni Junior. Huyo kaka angekuja huku kwetu, maana kuna wagonjwa wengi sana lakini hawajijui, au angetoa namba yake ingekuwa vizuri mno. Nipo Gongo la Mboto. Sawa, Nitampa namba. Dokta atatoa namba hapo mwishoni. Anasema Hadija Nyoni, Yanga Dam toka Mbuyuni, njia panda ya Kunduchi. Mapema tu nipo nanyi, napata vizuri. Okay, huyo anasema mjomba, umempata wapi huyo? Anasema mjomba, umempata jamaa wapi huyo? Ana madini ya hatari. Unaweza kumsikiliza mpaka jioni usichoke. Alois Petro toka Kimara Saranga. Okay, mimi mwenyewe sitamani kiishe. Anasema jamani, mimi naomba kuuliza, je, katika harakati zetu za kimaisha, je, inawezekana kuiepuka hiyo afya ya akili ukajikuta timamu? Alafu anasema nilichojifunza kuwa kila mja aende kliniki yake ya afya ya akili. Kila mmoja huumwa kwa wakati wake. Anaitwa Bahati Komba. Anasema kwa hiyo naomba kuuliza, huyo tabibu wa afya ya akili, je, yeye kashapona kwa kuwa yeye ni tabibu, au naye utegemea Ganga jigangi mazingira anaweza akawa mgonjwa wa akili? Hata mimi mwenyewe napambana na hali zangu. Sipesha kubaliana hakuna mzima. Yeah. Kila mtu anapambana yeka. Okay. Nadhani hii swali lake, harakati za kimaisha inawezekana kuepuka hiyo afya ya akili ukajikuta timamu. Na ndio maana mimi nimekuja hapa kusaidia watu waweze kuwa bora, na kwa kuwa muda hauwezi kutosha, najua nitarudi. Yeah. Kuna mengi sasa inabidi tuyafanye Kwa ili kuhamasisha jamii iweze kujitunza. Umeelewa jamii iweze kujitunza. Kwa hiyo inawezekana, namba nitawaachia na tutazidi kuwasiliana. Sema na utaratibu mmoja. Ukinipigia sijapokea, tuma message. Kwa sababu sio lazima nipokee simu yako kwenye simu yangu. Mambo ni mengi. Yaani mimi nakula huku. Ni kama mimi. Yaani nakula afu nataka nipokee simu yako. Afu nikipokea tu nimeacha kula. Nilikuwa nakusalimia. Nitakufuata. Kwa kweli. Najimudu, napambana mimi kujimudu. Huo ndo utaratibu. Na mtu hapa hii sasa ndo niliwahi kumwambia mtu huwezi kunigombeza kwenye simu. Kwenye simu yangu. Yaani unanipigia simu unigombeze. Mbona upokee simu? Ina maana una mtu mmoja kwenye haya maisha kukusoti mambo yako. Ishi na watu mbalimbali ili mimi sijapokea mpigie. Au mtu haja kutafuta muda mrefu ndo amekutafuta. Anakuambia mbona wewe nitafutagi. Na ndo amekutafuta saa hiyo hiyo. Na kwa nini kutafute? Sina cha kukutafuta. Muhammad Ali Watungi Mkamba, nimefurahi sana na mjadala wa leo. Sasa hivi mtu kumjenga mwenzio akae katika mstari ni adimu sana. Ukisema ukweli, mtu anakuambia kweli chura anapenda maji lakini sio ya moto. Maneno haya. Anasema mmetisha sana hapa mjengoni, kila siku mnatupa kitu kipya, asanteni sana, tunaenjoy sana. Mama Nurdin pande za Simba Oil. Okay. Marki yake Momba, mdogo wake Mama Mosi Mfaume, huyo dokta kajua kupasua mawimbi ya kichwa changu, katupa madini tupo hapa. Dokta, kwa kumalizia, jana Wizara ya Afya imewasilisha makadirio ya bajeti yake. Mmeguswa kwa kiasi gani upande wa afya ya akili? Maana nimesikiliza kidogo lakini sikupata. Tumeguswa kwa sababu imeonyesha ukubwa wa tatizo. Waziri Mchingiro amezungumza, ameonyesha ukubwa wa tatizo na amesema na ametia hamasa wa Tanzania watoke. Yaani mimi nazidi kukazia watoke kama wanavyokwenda kutoka kupambania afya ya mwili. Afya ya akili ni afya. Ukiugua afya ya akili witu kwenye vikao, utachangia nini akili una? Tunza afya yako ya akili. Kuna umuhimu sana wa kutunza afya ya akili kwa sababu ukivurugwa akili, functionality yako haipo tena. Ukivurugwa akili huwezi kuwa baba bora, huwezi kuwa mama bora, huwezi kuwa dada bora, huwezi kuwa mfanyakazi bora kwenye taasisi yote. Ukivurugwa akili ndo basi tena kusha habari yako. Yaani itakuwa ni kama tu ni mfugo tunakuamua tukutie hapa baada ya nusu saa, tunakuweka hapa baada ya nusu saa na kutia bandani enda kwenye miseli yangu. Lakini kwa kuwa akili unayo na kuuliza utakuja saa ngapi, nitakuja muda fulani. Umeelewa? Kwa umuhimu wa kutunza afya ya akili ni moja ya msingi na sisi tunakazia. Tunaanza kutunza afya ya akili na kuitengeneza toka tumboni mwa watoto 0 mpaka 17.
Na ndio maana kliniki leo inaitwa kliniki ya baba, mama na mtoto. Hata kwenye Biblia kuna wale wa mama walikuwa wanapiga story afu kitoto kikaruka. Elizabeth alikuwa anapiga story kitoto kikaruka tumboni. Kuna maongezi mkiongea na mkeo, mtoto anafurahi. Sure. Hisia za mtoto ndio hisia za mama. Wa baba msiwaudhi wake zenu. Wa baba sindikizeni wake zenu kliniki. Hapo tunajenga utulivu wa akili wa mtoto toka akiwa wapi? Kliniki. Na wamama mkiwa na ujauzito, msiwe ni watu wa kugadhabika kirahisi rahisi. Tunza afya yako ya akili. Ukigadhabika wakati mwingine ukatengeneza mtoto mtukutu. Umeelewa? Haya, mtoto amezaliwa, wababa kaeni nyumbani. Furaha ya mama kukuona upo pale, mnaongea vizuri, mletea surprise hapa na pale, maziwa yanatoka mengi, dogo anashiba. Ukimkwaza ule mama hata maziwa yatoki, dogo anaweza akajiuliza huyu nani? Mbeu babangu msumbufu toka niko tumboni mieyusho, nimezaliwa mieyusho. Sasa sijui tunaelewana. Kwa dogo toka yuko mdogo 0 mpaka 17 anakuona jinsi ambavyo ulivyokuwa mieyusho. Unavomkwaza mama yake. Anakuona tena, ujue inaendaje ujue. Unajua kwenye dunia ya leo hata wanaosindikiza watoto asubuhi kwenye magari ujue ni wamama ujue. Asubuhi unakuta mama na madela washua wamelala. Wanaume, sindikizeni watoto zenu kliniki. Pelekeni watoto wenu hata kwenye shule hizi siku za visitation day. Unajua wanaokopo sana kule ni wababa, wamama sana kuliko wababa. Wamama wako na wenzao wa vikoba, wenzao sijui nini. Wababa hawapo. Jihusishe. Nataka nikuhakikishie, huyu dogo akifika miaka ya kufanya kazi mtu mzima, ni rahisi atajikuta anamkumbuka mama kuliko mama. Sisi tunasema maisha ni kutengeneza moment. Moment zinatengeneza memory. Memory tunakuja kuzicherish. Sasa dogo atakukumbuka kwenye nini? Akikumbuka sana, kumbuka ulivyokuwa kurudi nyumbani umeelewa, unampige mama, maana naye unamzingua. Na sisi hata tunasemaga hata ile tabia umegombana na mtoto wako, eti ngoja baba yako aje, na wewe baba unakuja unachapa, usipige watu. Zile kesi zao wamalizane. Unatengenezewa bomu kwa sababu unajua ukimchapa mama anageuka upande wa pili, kaa ule babako atakuchapa tena siku nyingine. Washapatana. Sirudie tena. Kesi kwako, anazidi kukulebo. Dogo toka tumboni kakulebo. Hapa amekuwa amekulebo. Anaona jamaa sio mamangu, at least inaweza nikamueleza kitu. Na hiyo inapunguza sana watu kuwa na ujasiri. Unajua anakuja kufanya kazi, ni rahisi kumpa mama yake hata 200,000 jikoni, lakini sebleni mwamba ukaachoa 10,000. Nakumbuka hiyo 10,000 ni hela ya wote. Chumvi kisha utadaiwa 10,000. Kwa mwisho utajikuta unakufa mapema, stress nyingi. Na kwa kweli ni babu mtata. Watu hawakuiti kwao, unaenda kuharibu familia zao. Ukifika huko unabadilisha remote, unakaangalia vitu unavitaka wewe. Utaleta protocol na madogo hataki. Watoto wa leo self autonomy ni kubwa. Dogo ana miaka 5 anakuchallenge, daddy this is not right. Pako unasema huyu mjinga kazaliwa juzi, anaambia ndio iko hivyo. Self autonomy yao ni kubwa. Sasa kwa kuwa self autonomy yao ni kubwa, unajua vitu vingi, pambana na upenyeze mambo yako mengi chanya mengi. Leo mtoto kimpa simu anajua vitu vingi kuliko simu ya wewe. Simu ni yako lakini kuna vitu vijui, dogo anajua. Sasa lazima ujue, usimwambie ajui kitu, anakuangalia anakuambia wewe endelee hivyo. Akiwa mtu mzima attack time na yeye. Kwa unakuta wabibi wanaishi muda mrefu kuliko wababu. Bibi akienda nyumbani anaangalia nao katuni, anacheza nao, anawaogesha. Bibi very useful. Bibi anajua kubadilisha pampers. Babu hayo mambo hajui. Toka anasema huyu jamaa tumtaki. Likizo aje babu aje bibi, watu aje bibi. Babu hatumtaki. Wameshakukataa. Babu ni yeyusho. Unajikuta tu unakaa mpweke tu, unatolewa kwenye wheelchair, unapigwa vitamini D asubuhi, unarudishwa ndani. Sasa tunawaahidi wa Tanzania kwamba tutamwomba daktari kama ikiwezekana kesho kutwa tuweze kuwa naye pia kama atakuwa na chance, lakini tunategemea wiki hii tumpate tena kwa mara nyingine tuweze kuzungumza naye kwa sababu ya muda, na tumekula dakika 33 ya mishemishe hapa. Labda daktari, watu wanakupataje na huduma zako zinapatikanaje? Sisi halmashauri ya wilaya ya Arusha tuna kliniki ya utulivu wa akili. Kliniki hii ni kwa ajili ya watumishi, lakini pia ni kwa ajili ya wananchi tunaowahudumia. Serikali inataka watu wafanye kazi ili kuleta tija, tufike maendeleo tunayotaka sisi. Sasa watu kama hawana utulivu wa akili, hawezi kufurahia maisha, hawezi kujituma, na tukatumia vipawa vyao ndani yao wakajikuta hawana morali na kazi, hatuwezi kupigia maendeleo kama nchi. Kwa tunahitaji watu wenye utulivu wa akili ili waweze kuwa functional, kuleta tija kwenye maendeleo ya jamii. Kwa hiyo tuna kliniki pale Ngaramtoni, kuna zahanati inaitwa Seuri pale, kuna room tunaitumia kwa ajili ya utulivu, lakini tunafanya seminar na training katika taasisi mbalimbali za binafsi, za serikali. Ukituhitaji unatuita, tuna arrange, tunakuja kukaa na kuzungumza na kutengeneza program nzuri kabisa kwa ajili ya watu wako. Namba zangu 0713 43 0096. Narudia tena 0713
43 00 96. Narudia mara ya mwisho 0713 43 00 96. Naomba nikazie jambo la msingi. Ukipiga simu sijapokea, tuma message. Message inaweza nikajibu vizuri haraka sana kuliko kupokea simu, kwa sababu muda wote sio kwamba nipo tunasubiri simu kupokea, na mimi na mambo mengine ya kufanya. Kwa hiyo ukipiga tu simu sijapokea, tuma message. Nitakurudia. Tutaanzia pale pale kulingana na ulichoniambia. Kinyume na hapo, tunza sana afya yako ya akili. Afya ya akili ni mtaji. Uwezo wa kuhimili hisia tunasema ni financial resource katika dunia ya leo. Ukiweza kujimudu, haya maisha yataanza kukusumbua. Jijue, jifahamu, jimudu. Furahia maisha yako. Raha jipe mwenyewe. Self composure. Jipe raha, jitoe out, jifurahie na vitu kama hivyo. Asante. Dr. Shukran sana.